Bwana asifiwe. Sisi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, asante mwana wa Mungu, umekuwa pamoja nasi. Asante Bwana, tumekuona tangia wakati tuliweza kuingia mahali hapa Bwana. Tunakushukuru kwa sababu kisha Mungu bosa tukaweze kusikia kutoka kwako Bwana. Mungu wangu, ndugu yangu, naomba Father ukaweze kunena nasi Bwana. Fungua mioyo yetu Bwana. Andaa mioyo yetu my Father, ikawe receptive hearts my Father. Ukaweze kushika neno lako na kufanya na kutenda kadri na mapenzi yako. Ebeneza Bwana wa Mungu, asante. Ni kwa sababu ya neno ambalo umeachilia kwa mtumishi wako Bwana. Siku ya leo Bwana. Asante Bwana, napoileta Bwana kwa watu wako Bwana. Wacha ikaweze my Father kufanya kazi kulingana vile umeituma Bwana wa Mungu. Pokea sifa na utukufu wote Bwana. Asante kwa sababu ya mtumishi wako Bwana. Mfalme wa falme, asante kwa vile Bwana umekuwa pamoja naye Bwana. Umekuwa kumuongoza na kumsaidia katika kila hali. Asante kwa sababu ya ufunuo Bwana wa Mungu. Asante Bwana wa Mungu, maana unampa usemi ndiposa kaweze my Father kufikisha neno la Bwana katika kila mmoja wa kila mmoja wetu mahali hapa. Tunaweza tunakataa na kila roho wote wa kusikata au maindi my Father. Tunatangaza mawazo yetu itakuwa attached to the fruit that what is afternoon katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante mwana wa Mungu, maana mwana wa Mungu umekusudia kutenda mema kupitia neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Tuseme amen. 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 Tuweze kusimama na miguu yetu. Tusimame na miguu yetu tuweze karibisha neno la Bwana, karibisha mtumishi wa Mungu katika madhabahu anapoleta ujumbe wa Bwana. Mchana wa leo. Haleluya. Kwa hivyo nikiomba ukaweze kuzunguka kona, ukaweze kupamba mtumishi wa Mungu na maua ya kila aina. Haleluya. Zunguka kila upande ukimpamba na maua ya kila aina, ya kila rangi, samawati, rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya kijani kibichi, rangi ya manjano, rangi ya hudhurungi. Haleluya. Tuweze kuweka mikono yetu tunaposhangilia na kupigia Bwana Yesu makofi. Yeah.
Roho Bwana nataka kunena nasi. Haleluya. Amen. Na kama uko tayari kusikia neno la Bwana sema amen. Amen. Aha. Haleluya. Roho Bwana nataka kunena nasi kuhusu blessed are the pure in heart, for they shall see God. Heri walio na moyo safi, maana watamwona Mungu. Waambie tena. Heri walio na mioyo safi, maana watamwona Mungu. Heri wale ambao walio na mioyo safi, ni kwa sababu wao watamwona Bwana. Katika hii ulimwengu yenye tuko sasa hivi, na katika ile ulimwengu ambayo itakuja baadaye. Heri wenye moyo safi, moyo ambao hauna vita, moyo ambao hauna kiburi, moyo ambao hauna masengeli, moyo ambao hauna kinyongo, moyo ambao hauna wivu, moyo safi, moyo wenye kunyenyekea, moyo wenye kuondeka mbele za Bwana. Heri hao ambao hawatakiana wengine mabaya, wenye moyo safi, ni kwa sababu watamuona Bwana. Amen. Na hiyo ni Mathayo 5:8. Mathayo 5:8. Mathayo 5 mstari wa 8. Tusome kwanza pamoja. Mathayo 5 mstari wa 5 nasema, heri wenye mioyo safi, maana hao watamwona Mungu. Amen. A pure heart is a heart that is undivided in its devotion to God. Huyo moyo safi, a pure heart, it is a heart that is undivided in its devotion to God. Ni ile roho ambayo inazingatia mambo ya Mungu kwa umakini usiogawanyika. Yaani haujagawanyisha Mungu wewe. Ukiamua ni kumtafuta ni kutafuta uso wake. Ukiamua ni kufunga na kuomba ni kufunga na kuomba. Ukiamua ni kumtolea dhabihu ya ibada ni kumtolea dhabihu ya ibada. Ukiamua ni kumtolea dhabihu ya matoleo ni kumtolea bila kipimo. Kufuata mambo ya Mungu kwa umakini usiogawanyika. Undivided. Amen. Undivided devotion to God. Kujitoa kabisa. Hiyo ni ile moyo safi. A pure heart, it is also a heart that is sincere in its motives. A heart that is sincere in its motive. Ni ile roho ambayo iko na ukweli katika ile jambo ambayo unaifanya. Hauombi ufungi na kuomba ndio tukuone. Hautoi ndio tukuone. Haufanyi hiyo huduma ndiposa tupatie jina. Hautafuti cheo. Hautaki sisi tukutambue. Your motive is pure. A heart that is sincere. Roho ambayo iko na ukweli katika ile kazi ya huduma ambayo inamfanyia Mungu. Na ya mwisho, hiyo pure heart, it is a heart that is transparent before God. Roho ambayo iko na uwazi. Ile ambayo unaweza kufungua hivi usome kama kitabu. Yaani kila kitu ambacho iko ndani ya hiyo moyo ni kitu ambacho umeiweka wazi. Si kitu ambayo unaaibika kuisongeza mbele za watu. Si kitu ambacho unaweza aibika wengine wakiona. Si kitu ambacho unaweza kunikia. Si kitu ambacho kuleta aibu. Hapana. Roho ambayo iko na uwazi, a transparent heart before God. Hiyo ni roho ambayo haina hypocrisy. Hiyo ni roho ambayo sio double minded. Hiyo ni roho ambayo haina hidden agenda. Amen. Haina hypocrisy. Haina hidden agenda. Haina roho mbili. Imejitoa hiyo roho ikiwa pamoja. Ikiwa kitu kimoja. Amen. A transparent heart. Wacha tuingie katika maandiko katika kitabu cha Genesis. Usome chapter 37 and verse 18 to 28. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Heri wenye moyo safi, ni kwa maana wao
watamuona Bwana. Wacha tuone watu kadhaa kwa maandiko ambao walikuwa na moyo safi, tuone kana kwamba walimuona Mungu katika maisha yao, katika hii maisha ya life ambayo ni hii maisha ambayo tunaishi, na katika maisha ya baadaye. Ndio uelewe nini ambacho Roho wa Bwana anataka kukwambia siku ya leo. Genesis chapter 37 verse 18 to 28. Inasema hivi, wakamwona toka mbali, na kabla hajakaribia wakapata shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, basi tutasema mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Rubeni akasikia akamwokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. Rubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyoko nyikani, wala msimguze, ili apate kumwokoa katika mikono yao, amrudishie baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa nduguze, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyovaa, wakamtoa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akamwambia ndugu zake, tafadhali kuua ndugu yetu na kuificha damu yake, naye haya tumuuze kwa kuwa tumuuze kwa hao Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru. Maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Ishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Turuke Genesis chapter 50 and verse 15 to 21. Hiyo Genesis, twende chapter 50. Hiyo chapter ya mwisho. Genesis Mwanzo hiyo 50 kuanzia mstari wa 15 mpaka 20. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyotenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu, akasema, zama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nani kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Amen. Hii ni historia moja ambayo tumesoma from different chapters. Chapter 37 imetupatia hadithi kuhusu vile ndugu za Yusufu walivyomchukia kule, wakamwonea wivu, wakapanga njama ya kumuua na kumwangamiza, na wakamchukua, wakamvua kanzu yake, wakamvua mavazi yake, wakamweka ndani ya birika ambayo maji ilikuwa imekauka, na wakakaa chini kukula na kunywa, na wakaendelea kujadiliana. Wao wenyewe huyu anasema hivi, huyu anasema
kile kitu ambacho unataka kununua. Muuzaji anasema hii bei, naye mnunuzi anasema hii. Wakaanza kujadiliana vile watakavyoangamiza hata katoto, ndiposa ndoto zake ziangamie na zikisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Finally wakakubaliana ati wakauza huyu mtoto aende akawe mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakapewa pesa, walikuwa tu sawa, wakichukua hiyo vipande 20 za pesa wakiweka kwa mfuko na wakienda. Ningependa sana maandiko ituambie vile walienda kufanya na hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa sana nijue hiyo pesa ya bibileo walienda wakafanya nini? Najua hiyo pesa haikuwapatia amani, kwa sababu huyu mtoto ni mtoto ambaye hakuwa na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujiweke katika viatu za Yusufu. Your own brothers wanakaa chini kujadiliana vile utakavyo kuangamiza, na yeye wamefaulu. Ni kwa sababu wao ndio wengi na yeye alikuwa peke yake, na yeye amemanage na wakamuuza, wakaenda wakadanganya baba yake ya kwa mtoto wako mtakauliwa na simba. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye na hawa vijana ambao walibeba huyu mtoto wakaenda na, lakini na yeye Mungu aliendelea kuwa na huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akamfuata tu. Ndio huyo anataka kulala na yeye akajiokoa. Ndio huyo anakujiwa gerezani, Mungu akamuokoa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho ndugu zake kibaya walikuwa wamepata ndani ya maisha yake, Mungu alimechia kwamba hiyo mbegu mbaya haijamea na haijafaulu. Bwana Yesu
kijana atatugua tu. Wakatafuta watu jana, wakaenda wakatumana kwa Yusuf. Yusuf sasa ndiye mwenye kusema pale, wakamwambia wakati baba yetu alikuwa amesema usamehe sisi ndugu zako ile na vyote makosa ambayo tulikuwa tumekufanyia, usitende ndugu zako mabaya. Yaani ile makosa ambayo alifanya ilianza kuwa hukumu, ikaanza kuwa kula, ikaanza kuwapiga. Bwana Yesu mpaka wenyewe akajioke. Yusufu hakuna hata siku moja kwa maandiko, hakuna mahali imeandikwa ya kwamba kuna mahali aliwauliza, hakuna mahali alirudisha stori ya kitabu, bali akaona akakimbia na hapo juu kwanza angalia, sasa akajijaza kiume, mwanaume akakuja sasa aone kana kwamba watamtambua, bado akaona hawamtambui. Bwana Yesu asifiwe. Alipita njia nyingi sana, ndiposa finally akakuja kufanya introduction ya kwamba mimi ndiye Yusufu ambaye mlimuuza. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wenye msamaha, heri wenye moyo safi, ambaye ni moyo ambao umejaa msamaha kama hiyo moyo wa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambao umejaa msamaha, angalia hiyo moyo safi yake, ilifanya Mungu apelekane na yeye, ilifanya Mungu akambariki, ilifanya Mungu akamzuilia hakufa, ilifanya Mungu hata alipowekwa gerezani akaenda pamoja na yeye, ilifanya Mungu aliposikizwa bado akatembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ilifanya Mungu ampandishe cheo katika nchi ya ugenini. Bwana Yesu asifiwe. My sister, my brother, ambia Mungu leo akuumbie moyo safi, hata wakukanyage wasamehe, hata wakutemea mate wasamehe kabisa, hata wakuibie wasamehe kabisa, hata wakuroge wasamehe, na wewe utamuona Bwana, bali wao watainama kwa aibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ata make sure hata wamatanda table watakuja kutafuta msaada kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibadilisha mambo. Wale wenye kumuuza wakaenda kwake na msamaha, wakaenda kwake wakamwinamia, vile aliona nyota na mwezi zimemwinamia, ilitendeka. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako safi utafanya kila ndoto ambayo Mungu alikuonyesha itimie, itafanya kila ahadi ambayo Mungu aliweka na wewe itimie. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye moyo safi ambao hawana grudge, ambao hawana ubaya
Haleluya. Pia Mungu leo akuumbie moyo ambao hauna bitterness. Moyo ambao umejaa kusamehe. Moyo ambao hauna grudges. Hata kama walikutenda nini mwaka jana, nataka uwasamehe leo. Nawaambie Mungu kutoka leo uniumbie moyo safi. Amen. Utapata ya kwamba utajifungia baraka nyingi sana kama utabebanisha mwaka huu mambo ambayo ulikosewa mwaka jana, mambo ambayo haikupendeza mwaka jana, mambo ambayo ulitukana, ulisengenywa, ulinenwa, walikukosea. Hata kama uko na right ndio, nataka uiachilie leo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uwe na moyo kama wa Yusufu. Moyo hata ukipatana na adui wako mahali pale, utampatia maji ya kunywa, utampatia chakula ya kukula, utampatia mavazi ya kuvaa, utampatia fare ya kufika mahali alikuwa anafika, utamlipia bili ya hospitali, utamsaidia with no grudges. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kama Yusufu. Na wewe mahali walikuwa wamekupiga, mahali walikuwa wamekurudisha nyuma, mahali walikuwa wamekupigia ndiposa usinikadie, pitia moyo wako safi. Mungu atamake sure kwamba amekupatia breakthrough. Amen. Twende katika kitabu cha Luka chapter 10 and verse 30 to 35. Luka 10:30-35. Luka Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 30 mpaka 35 inasema, Yesu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia katika wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika usafiri wake alifika hapo alipomwona akamhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, tunze huyu, na chochote atakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Mstari wa 36. Yego, ikisha hapo leo. Amen. Amen. The good Samaritan. He was moved by compassion. His heart was pure in motive. A loving heart is a pure heart. Kuna kitu nataka ujue kuhusu huyu Msamaria mwema. The Samaritans and the Jews walikuwa tribalists. Amen. Walikuwa na ukabila ile ya ukweli. Ndio naona hata yule mwanamke Msamaria wanapatana na Yesu. Huyu anamuomba baki, anamwambia wewe, mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi. Unakuja kuniambia nini? Hawakuwa wanapatana. Amen. Sasa huyu na yeye ni Msamaria. Yeye ako katika shughuli zake. Ati akapatana na mtu amepigwa, amenyang'anywa na wanyang'anyi, amejeruhiwa na uchi. Mkilimaji mpata mtu amepigwa, ako katika hali mahututi, hana hata nguo. Tunasikia ukapita kuhani, akaangalia kwa ubali, akaenda. Ukapita mwingine, akaangalia kwa wewe, mimi sitaki makesi, akaenda akienda. Lakini huyu Msamaria mwema, Bwana Yesu asifiwe, he had a pure heart with a good motive. Amen. Nia yake ilikuwa safi. Hakuna sua yule mtu, hakuogoa yule mtu, akaenda akitangaza. Amen. Alimchukua hata kuangalia onekana kwamba kuna mtu amemuona. Yeye ndiye alimuona. Alisikia moyo wake umevunjwa. Aende akasaidie. Yule moyo safi, unakuwa moyo wenye upendo, moyo wenye huruma. Bwana Yesu asifiwe. Hakutaka kujua ya kwamba yule ni Myahudi.
historia gani? Ni historia gani yako ambayo inaweza andikwa mahali watu wasomake? Historia yako ikaandikwa siku ya leo. Wakipima moyo wako, watakuitaka nani? Utakuwa kama huyo kuhani ambaye aliangalia kwa ubaya yeye akajitoa. Umesaidia watu wangapi wewe? Moyo wako safi, umehurumia watu wangapi? Watu wangapi ambao umeshika mkono bila kutaka kujua ya kwamba utalipwa, ya kwamba utarudishwa hiyo pesa, ya kwamba watu watakusema, ya kwamba watu watakubeba aje? Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye moyo safi, ni kwa maana hawa watamuona Bwana. Sisi wote tuko hapa ni kwa sababu tunataka kumuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekuwa na moyo safi, utamuona Bwana kwa kazi yako, utamuona Bwana kwa maisha yako, utamuona Bwana kwa hiyo biashara, utamuona Bwana kwa hiyo huduma, utamuona Bwana kwa hiyo toa, katika kila jambo ambalo unaifanya. Ukiwa na moyo safi, Bwana atamejua ya kwamba amejidhihirisha. Kunayo mambo mingi sana, baraka mingi ambazo umejifungia. Ni kwa sababu gani? Kuna mahali haukufanya kulingana na vile Mungu alitaka. Uliwekewa test, lakini wewe hiyo test ulianguka. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka leo ambia Mungu akupie moyo safi, moyo wenye huruma kama huyo Msamaria mwema, moyo wa kusaidia bila kipimo, moyo wa kusaidia bila ubaguzi, moyo wa kusaidia bila ukabila. Bwana Yesu asifiwe. Hao wenye moyo safi ndio Mungu anatafuta mwaka huu, ndio hao Mungu anataka kupelekana na wao, ndio hao Mungu anataka kuinua, ndio hao Mungu anataka kubadilishia maisha, ndio hao Mungu anataka kuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka baraka za Bwana, kuwa na moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na ukabila, usiwe na chuki, usiwe na hasira, usiwe na fitina na yoyote. Kuwa na moyo safi. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Ukiwa na moyo safi, utapewa jina ya kutajika kama huyu Msamaria mwema. Amen. Apiwa hati. Hiyo roho yake sana kuburi. Haikuona hiyo ukabila yenye mnasema sio Wayahudi na Wasamaria. Hakutaka kujua. Amen. Moyo wake safi ndio ilimsukuma. Amen. Wewe sukuma ufanye kitu. Ani mtu mwenye hata uji. Amen. Wewe fanya huyo mtu hivi. Mimi huyo mtu hiyo breakfast. Mimi huyo mtoto hiyo mtu hiyo huo. Ndio fanya huyo mtu hiyo kitu. Amen. Bwana anatembeanga na wewe ni moyo safi. Amen. Sasa kabla sijamaliza nataka ujiulize. Wewe moyo wako ni safi? Mungu amepata nafasi ya kutembea na wewe. Hapo ndani yako ama hata uko peke yako. Amen. Ondoa hiyo fitina ambayo iko ndani ya moyo wako. Ondoa kila chuki, ondoa kila grudge. Amen. Hawa ambao walikukosea hasira, nataka uke mwaka mpya ukiwa mtu mpya. Amen. Kuwa na moyo safi na yeye Mungu atapelekana pamoja na wewe. Haleluya. Twende katika kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume 13:21 and 22. Matendo ya Mitume mlango wa 13 mstari wa 21 na 22. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayependeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Amen. A man after my own heart. Ati Mungu akatoa ushuhuda. Wakati wana wa Israeli walilia, wakati safari alizeeka, badala wamgojee Mungu awachagulie mfalme, kiongozi, wao walienda kwa Samueli kumwambia, hata mzee umezeeka, sisi tunataka tupewe mfalme. Na ni kwa sababu muda, God's timing haikuwa imefika. Sasa Mungu aliwachagulia na ghadhabu na hasira. Si alichagua Sauli kwa kutaka. Amen. Alichagua na moyo ambayo haijaamua, kwa sababu ni watu wamemsukuma. Amen. So naye Sauli wakati alichaguliwa, akakuja akakuwa mateso
Alilei. Amen. Israeli haikuwa sawa. In fact waliishi kuregret. Afadhali saa zile walikuwa wanaongozwa na Samueli kuliko saa zile walikuwa wanaongozwa na Sauli. Ikafika muda na wakati Mungu na yeye sasa muda wake kwa kujichagulia kiongozi ukafika. Wacha ile ya mapenzi ya watu, ile ambayo ni ya mapenzi ya Mungu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa amepima moyo wa Daudi na akaona moyo ambao unakaa kama wake. Ni kwa sababu gani? Daudi alikuwa na moyo safi, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kubondeka mbele za Bwana. Wakati mtoto alikuwa anakosea, hakuwa anamkimbia Mungu, hakuwa anajificha kwa uso wake, alikuwa anararua mavazi yake, anajimwagia maji na anaingia kwa msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu upendezwa na ile roho ambayo unyenyekea, ambayo ubondeka. Hiyo ndiyo hiyo roho safi ambayo Mungu anatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu akamchagua Daudi mwana wa Yese, akapita brothers wake akina Eliabu, akachagua Daudi kale ambako ni kadogo, kale ambako kalikuwa kamesahaulika mpaka na baba yake? Ni kwa sababu Mungu haangaliangi sura, Mungu haangaliangi masomo, Mungu haangaliangi ukabila, Mungu haendagi na utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatembeanga na roho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Samueli alienda akamwagilia Daudi mafuta, alipima kulingana na urefu wa hao vijana, unene wa hao vijana, unono wa hao, wenye nguvu, wenye biceps. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naye Mungu akamwambia, huyu nimemkataa, huyu nimekataa, huyu nimekataa. Akamwambia, mimi nikiwa Mungu siangaliani kama mwanadamu, sionangi vile macho yako inaona, lakini mimi ninaangalianga roho. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Daudi Mungu akaona roho safi. Angalia ile vita ambayo ilikuwa katikati ya Sauli na Daudi. Wakati Daudi alimpiga Goliathi, Bwana Yesu asifiwe, Sauli alitafuta njia ya kuwa huyu kijana. Mungu akampatia Daudi Sauli mikononi mwake. Huyo kijana hakuwa huyo mfalme hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliendelea kumpima Daudi, akampima mpaka huyu mtoto akadhibitika mbinguni ya kwamba ako na moyo ambao unafanana na Mungu, moyo ambao hauna kulipisha kisasi, moyo ambao hauna kupigana, moyo ambao hauna grudges, moyo ambao uwekangi mabaya. Ulikosewa na siama tete, hata sasa hivi bado unakumbukaga haya mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atabeani na roho ambayo imeweka mambo ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta moyo safi. Aliona moyo safi, roho ambayo inakaa kama yake ndani ya huyu kijana ambaye ni Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye Mungu akamechua kupitia moyo safi wa Daudi. Alipelekana na yeye, akamtetea, akampigania vita zote, akamheshimisha, akamnasua kwa maadui zake. Bwana Yesu asifiwe. Akambariki, akambanulia mipaka, akampa mali, akampa fedha, akambariki na dhahabu. Kwa sababu gani? Moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wewe unayumbayumba kwa maisha? Ni kwa nini ya utajiri haiwezi kukukaribia? Ni kwa nini baraka ya Mungu inakupita? Ni kwa sababu ya moyo wako chafu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ambia Bwana leo akuumbie moyo safi, moyo wenye kunyenyekea, moyo wenye kusamehea, moyo wenye kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Achana kuhesabu mabaya yale ambayo alikutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na moyo safi kama Daudi na wewe utamuona Bwana. Wacha usikie Daudi mwenye anasema katika Psalms chapter 51 and verse 12. Inasema nini kwanza? Zaburi mlango wa 51 mstari wa 12 inasema hivi: unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Okay, good 11. Usinitenge na uso wako, wala roho yako Mtakatifu usiniondolee. Acha nisome hapa. Ya nani inasema moyo safi? Hapo ni basi. Haya, soma hiyo basi. Ee Mungu, niumbie moyo safi. Uifanyie upya roho
iliyotulia ndani yangu. Ati tekurudia. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Amen. Amen. Uniumbie moyo safi, roho iliyotulia ndani yangu. Hiyo ndiyo wimbo ambao tumetoa na injinia saa hii. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Hiyo ndio ilikuwa wimbo wa Daudi. Bwana Yesu, every now and then aliishi kumwambia Mungu, Baba, ninaomba uniumbie moyo safi, wenye kunyenyekea, wenye kushuka chini, wenye kubondeka. Hata kama mimi ni mfalme, nataka moyo wangu wa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatafuta moyo safi, moyo wenye kunyenyekea, moyo ambao hauna kiburi. Hata kama wewe ni milionea, hata kama uko na digrii ngapi, hata kama uko na mali ya wake, hata kama umebarikiwa ukapita milima yote, Bwana anatafuta moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na moyo safi, Bwana atamake sure ya kwamba umefikania, atakutetea wakati utazidiwa na maadui. Bwana atakupatia ushindi. Kwa sababu gani? Moyo wako hauna fitina, moyo wako hauna vita, moyo wako hauna grudges na yoyote, moyo wako hauna kama mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu leo akuumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea saa zote, kuwe kuzuri, kuwe kubaya, moyo ambao utashuka chini. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambao hautajiinua, moyo ambao hautakuwa na kiburi, ati ni kwa sababu wewe ni mfalme, ati ni kwa sababu wewe ni nabii, ni kwa sababu wewe ni mchungaji, ni kwa sababu wewe ni mkubwa mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatafuta moyo safi, moyo utakaoshuka chini. Nao wenye moyo safi, hakuna mabaya ambayo itakupata. Kila mitego Mungu atakuwa anakutegulia, kila vita atakuwa anakupatia ushindi, kila milima atakupeanga mabao na paa. Bwana Yesu asifiwe. Watabakiki wakimbiza penye Sauli alikuwa anashindwa, Daudi anapita wapi? Bwana Yesu asifiwe. Moyo safi wa Daudi ulifanya Mungu ampiganie, amtetee, na kwa hakika alikalia katika kiti cha kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na moyo safi, my sister, my brother, utafikania katika destiny yako. Lakini ukiwa na moyo chafu, moyo ambao uko na hobbies, moyo ambao uko na bad motive, moyo ambao ni wa kujionyesha, moyo ambao ni wa kujiinua, moyo ambao ni wa kujipiga kifua, moyo ambao umejaa kibebe. Bwana Yesu asifiwe. Utaishi nyuma takira yako hapo. Pia Yesu makofi mazuri kama utaki hivi. Itakufundisha hivi ndio kupata uwezo. Amen. Uwe na moyo safi. Amen. Daudi alishinda vita zote ni kwa sababu ya moyo wake safi. Daudi alichaguliwa miongoni mwa wengine wakawekwa kando. Yeye akachaguliwa kwa sababu ya moyo wake safi. Daudi aliepuka kifo cha Sauli kwa sababu ya moyo wake safi. Daudi alikalia kiti cha ufalme kwa sababu ya moyo wake safi. Daudi alimkosea Mungu na akaua, alizini na akaua, lakini Mungu alimsamehea kwa sababu ya moyo wake safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye moyo safi usamehewa, kwenye moyo safi ubarikiwa, kwenye moyo safi uhifadhiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye moyo safi Mungu anakuanga kwa upande wao. Hakuna mabaya yote ambayo hupatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Hawashindani na vita. Kila mawimbi husimamishwa kwa sababu ni hao. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye moyo safi, kwa sababu watamuona Bwana. Amen. Amen. Twende katika kitabu cha Ruth chapter 1. Verse 1 to 18. Ruth. Kitabu cha Ruthi mlango wa kwanza. Mstari wa kwanza mpaka 18. Biblia inasema hivi: ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni.
fulani wa Bethlehemu ya Yuda, wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakawa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la wapili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Gideoni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Ndipo alipoondoka yeye na wakezi ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakwezi wawili pamoja naye, akashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Naomi akamwambia wakwezi wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani mwa mama yake. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana akawajalie kuona raha kila mmoja nyumbani mwa mumewe. Kisha wakambuzu na wakapaza sauti zao wakalia, wakamwambia, la sivyo lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kunifuata na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenu? Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mungesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mungejizuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruthu akaambatana naye akasema, zama shemeji yako amerejea kwa watu wake kwa Mungu na kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Na Ruthu akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisikufuate wewe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaako nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wangu atakuwa Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, ambapo hapo nitazikwa. Bwana alitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu utatutenganisha wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake na kufuata naye, aliacha kusema naye. Amen. Ilianzia kwa kusema a pure heart. It is a heart that has undivided devotion. Na nikasema it is a heart that is sincere in its motive. Na pia nikasema it is a heart that is transparent. Haina hypocrisy. Amen. Hiyo yote ilikuwa roho ambaye ilikuwa ndani ya Ruthu mpaka Yesu asifiwe. Naomi pamoja na mume wake na vijana wake wawili wanatorokea Moabu kwa sababu wao kulikuwa na njaa. Neno limesema wakakaa pale kwa muda wa miaka 10. Kwa hiyo miaka 10 mume akakufa, vijana wote wakakufa, wakabaki hawa daughter-in-laws. Amen. Hiyo muda naye Naomi akasikia kwamba kwao kumenyesha mvua, ya kwamba Mungu amekumbuka watu wake. Akasema, na kwa sababu sasa I have nothing,
asifiwe. Lakini akamfuata tu kwa sababu moyo wa Ruth ulikuwa umependa Naomi kabisa. Walikuwa wameingiana, alikuwa amemchukua kama mama yake. Lakini angalia, kupitia moyo wake safi ulimfanya atoe sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Akaacha watu wao, akaacha miungu yao, wale wao walikuwa na miungu mingine, na akaamua kabisa kumfuata huyu mama ambaye ni mzee na shiani yake hana kazi, hana pesa, hana nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na akanikazana karego tu. Kuna mahali Naomi aliwaambia, simfanye hivi, endeni muoleke tena. Nyinyi bado msichana kidogo. Alba akaenda, lakini Ruth akasema ngo, sieti. Bwana Yesu asifiwe. Iko wapi roho ya Ruth mahali ambale? Hiyo ndio ile roho ambayo Mungu anatafuta. Roho ambayo itapenda bila ubaguzi. Roho ambayo itapenda bila roho nyingine ya pili. Roho ambayo itapenda kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye haina bad motive. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye haina double minded. Akiuona leo lakini moyo wako hata hauko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ruth aliamua kuingia ndani, akaingia ndani kabisa. Akaamua kufuata huyu mama na akamfuata kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Iko wapi hiyo roho kama hii ya roho ambayo Mungu anatafuta siku ya leo? Angalia moyo safi wa roho. Ulifanya Mungu aende hapo tu kwenye ilikuwa na apota masasa. Mungu akabadilisha mambo. Akawatangaza wale tables. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia mwenye moyo safi atamuona Bwana kwa hii maisha na maisha ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Moyo safi wa roho ulifanya Mungu afungulie mlango mwingine wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye hakuwa na mume, yule ambaye alikuwa amefiwa, yule ambaye alikuwa anaitwa mtani, yule ambaye hakuwa na mtoto, akaoleka na tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na akazaa kijana ambaye anahesabika katika ukoo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Mungu alitaka kulipa hii moyo safi ambayo ilikuwa ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Nani hapa anaweza kuanza mara hiyo? Gani? Hiyo ni historia. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa na roho safi kama ya Ruth. Bwana Yesu asifiwe. She had a selfless heart. Amen. Moyo ambayo ni pure, moyo ambayo haijipendi. Amen. Pure in its choice, pure in its motive. Bwana Yesu asifiwe. Alimaanisha kile ambacho alichokisema. Alikuwa hata huyo mama akijua hana kazi, hana pesa, hana nyumba, hata ajua ataenda kukula nini. Anamuacha kwa nyumba, anaenda kwa streta. Watu hata hawajui huyo msichana huko siliko na kanato. Yaani ile tu moyo safi naona ngai. Madeta kufia hapa ta. Amen. Kanachukua chondo kanakimbia kanaenda kutafuta mabaki. Bwana Yesu asifiwe. Moyo safi. Angalia hiyo moyo safi na hiyo kujinyima. Bwana Yesu asifiwe. Moyo safi wa Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Ulimfanya Mungu abadilishe maisha. Ni fakti kupitia kwa huyu msichana. Ndio Naomi hata naye akabarikiwa. Mungu akabariki na mjukuu. Maisha yao yakabadilika. Wakapata shamba. Mtoto akaoleka na tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Wenye moyo safi nimewaambia. Bwana upelekana pamoja na wao. Mungu wafungulie milango ambayo wanadamu hawezi kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aonyesha mambo makuu na ya ajabu ambayo macho yako hayajawahi ona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu watetea. Mungu wapigania. Angalia katika shamba ya Boazi. Penye Mungu alifanya ati vijana wenye walikuwa nalima mahali pale hawana karibia kale kasichana. Amen. Boazi akatoa amri hata mwachake kunaangusha kana ingine hivyo tu itaisha ndani. Huyu mtoto apate mahali pa kuoga. Na kunyonge maji mahali pale kwenye mweka mbinguni na asitokose na mtu. Amen. Wenye moyo safi Mungu anapelekana pamoja na wao. Anakuondolea tesa, anakuondolea hatari, anakutangulia mitego, anafunika ile mashimo maandiko walikuwa wamekuchimbia. Bwana Yesu asifiwe. Heri wenye moyo safi mwaka huu ni kwa sababu watamuona Bwana. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Someni maandiko ya mwisho katika kitabu cha Psalms 24 verse 3 to 5. Zaburi inasema hivi. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila,
atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Wow, ati atapokea nini leo? Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Unasikia wale wenye moyo safi? Ati ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Nani atakayesimama mahali pake patakatifu? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo safi, aliyeuinua moyo wake kwa mambo ya miungu, wala kuapa, asiyeinua moyo wake kwa mambo ya miungu, wala kuapa kwa uongo. Huyo atapata baraka kwa Bwana na tuzo ya Mungu mwokozi wake. Heri wenye moyo safi, ni kwa sababu watapata baraka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye Mungu atawapatia tuzo ndani ya maisha yao. Angalia vile alivyotuza nani? Ruth. Amen. Hivyo ndivyo Mungu huwa anapea tuzo wale ambao ni wenye moyo safi. Amesema heri wenye moyo safi, ni kwa sababu hao ndio watakaopata nafasi ya kukaa ndani ya hekalu ya Bwana, ya kufurahia matunda yake, ya kufurahia baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Hao wenye moyo safi, baraka za Bwana zitaandamana pamoja na wao. Neema yake na kibali chake kitawazunguka. Chochote wanahitaji ndani ya maisha yao wataipokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana angalia masomo yako, angalia umetoka wapi, angalia fedha yako, angalia mali yako, anaangalia moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Bwana leo akuumbie moyo safi, ile moyo ambayo ilikuwa na Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Baba Mungu akushuhudia akiwa mbinguni, aseme akiangalia chini, aseme na kwa uhakika nimeona mtu ambaye ana roho kama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Roho yenye kunyenyekea, roho yenye kubondeka, roho yenye ukweli, roho yenye uwazi. Bwana Yesu asifiwe. Roho ambayo haiwezi gawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Roho ambayo haiwezi toka kwa Mungu, hata kuwake moto, hata nyumba ifungwe, hata kazi ishe, hata kuharibike, hata biashara ianguke. Hiyo moyo inakomanga pale kwa huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wenye moyo safi, ni kwa sababu neno limesema baraka za Bwana zitashuka juu ya maisha yao. Kwa nini umezuilia hiyo baraka ya Mungu kushuka ndani ya maisha yako? Ni kwa sababu ya moyo wako ambao sio safi. Osha moyo wako leo, takasa moyo wako leo. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu leo akupatie moyo kama ile yenye ilikuwa na Yusufu, moyo wa kusamehea maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambao hauna grudges. Ambia Mungu akupee moyo kama ile ya Good Samaritan, moyo wenye kusaidia, moyo wenye huruma. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu akupatie moyo kama wa Daudi, moyo wenye kunyenyekea, moyo wenye kushuka chini, moyo wenye kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu akuumbie moyo safi, moyo mpya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu akupatie moyo kama ile ilikuwa na Ruthi. Bwana Yesu asifiwe. A selfless heart. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambaye ukisema umesema, ukimaanisha umemaanisha, unaposema ndio ni ndio, na unaposema hapana ni hapana. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho imesema heri wenye moyo safi, ni kwa sababu ndio Mungu atapatia nafasi ya kuishi milele ndani ya hema yake, ndani ya hekalu yake. Hao Mungu atapelekana na hao Mungu atawatembelea, hao Mungu atawatenda mema, hao Mungu atawapigania, hao Mungu atawabariki, hao ndio Mungu atapanulia mipaka, hao ndio Mungu atanyeshea mvua ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi milele na hata milele. Kwa Mungu nitendee, Mungu nifungulie mlango, Mungu nahitaji hiki, Mungu nahitaji kile, Mungu nataka kufika pale, Mungu ataimuli, Mungu nipe. Lakini akishuka, angalia hiyo moyo, anaangalia na kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Simama na miguu yako, ambie Mungu akuumbie moyo safi leo. Bwana Yesu asifiwe. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Uniumbie moyo safi Bwana, iweze kudumu hemani mwako. Uniumbie moyo safi Bwana, iweze kudumu
jina la Yesu Kristo. Ndiposa zile baraka zote na ahadi ambazo umewekea wanao Jehova Ifaa zikapata kufikania ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Hawa Baba, uwaupie mioyo safi, mioyo ya kunyenyekea na kupondeka mbele zako, mioyo yenye kusameheana Jehova Ifaa, mioyo yenye kupenda bila kipimo Jehova Ifaa, mioyo yenye kusaidia bila kupotea malipo Baba yangu, mioyo yenye kupenda kabisa Jehova Ifaa, mioyo ambayo Jehova Ifaa haina grudges Jehova Ifaa, moyo ambayo Jehova Ifaa haina grudges na yoyote Baba yangu, moyo ambayo Jehova Ifaa haiwezi geuka, moyo ambayo Jehova Ifaa ni safi. Shuka Baba kwa nguvu na uwezo wako. Huu mwaka mpya Jehova Ifaa, patia wanao mioyo mipya leo Jehova Ifaa, mioyo meupe Jehova Ifaa, mioyo ya kupendeza Baba yangu, ndiposa baraka ambazo umewaahidi zikafikanie ndani ya maisha yao, ndiposa ukapelekane na wao, ndio uweze kuwatetea, ndio uweze kuwapigania, ndio uweze kuwaelekea, ndio uweze kuwatangulia, ndio uweze kupelekana pamoja na wao. Waambie mioyo safi leo Jehova Ifaa. Baba, ninaomba kila moyo wenye hasira Jehova Ifaa na iondoke leo kwa jina la Yesu. Moyo wa chuki Baba ifike mwisho leo kwa jina la Yesu. Moyo yote ya hasira Jehova Ifaa na iondoke leo kwa jina la Yesu. Mioyo yote yenye tashwishi Jehova Ifaa na iondoke leo ifike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Naomba kutoka leo Baba yangu ukafungue kurasa mpya ndani ya maisha yao. Waambie mioyo safi Jehova Ifaa. Hawa Baba wakapate kuona baraka zako. Hawa Baba wakapate kufika katika destiny zao. Hawa Baba wakapate kuona neema na mpango wako Baba ukatawale juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Waambie moyo safi Jehova Ifaa, moyo ya kunyenyekea, moyo ya kushuka chini, moyo ambao hauna kiburi Jehova Ifaa, moyo ambao hautigani, moyo ambao hautioni Jehova Ifaa, moyo ambao hauna majivuno Jehova Ifaa, lakini ule moyo wa kushuka chini, moyo wa kupenda jirani yao, moyo wa kupenda wenzao, moyo wa kusaidia, moyo wa kusamehea maadui, moyo wa kuachilia mabaya yote, ndiposa ukapata nafasi na ukaweze kushuhudia Bwana ya kwamba ukiwaangalia umeona roho ambayo inafanana na yako Jehova Ifaa. Kutoka leo Baba yangu kuwa baraka ya ndani ya maisha yao, uwepo wako Bwana ukawe pamoja na wao. Waambie neno safi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.